Katika ulimwengu wa wanyamapori hakuna jina linalojulikana sana kama Big Five. Jina hili linakutanisha watalii mbalimbali kutoka kila pembe ya dunia ambao husafiri hadi Afrika ili kuwaona wanyama hawa watano ambao wamekuwa alama ya utalii wa bara hili. Lakini wengi hawajui kuwa historia ya Big Five haikuanzia kwenye utalii wala uhifadhi wa mazingira. Historia hii ilianza katika enzi za uwindaji wa wanyama wakubwa, ambapo wawindaji walitafuta changamoto kubwa zaidi porini. Explore, discover, connect. Safari Beyond Boundaries with Connect Safari Africa Limited tunakupeleka kwenye uzoefu wa kipekee wa safari, utalii, usafiri na huduma za kifedha kwa ubora wa hali ya juu. Wildlife experiences, tailor-made tours, air ticketing services, hotel and lodge bookings, car hire services, banking and mobile transactions. Tunahudumia safari za ndege kupitia Air Tanzania, Precision Air, Flight Link, Oric Air. Tunapatikana Dar es Salaam, Mwanza na Dodoma. Waweza kutupigia simu kwa nambari ya 0796 143 443 na 0716 385 475. Karibu tusafiri pamoja na kugundua uzuri wa Afrika. Big Five ni pamoja na simba, chui, tembo wa Afrika, kifaru na nyati wa Afrika. Wanyama hawa si wakubwa zaidi ya Afrika kwa ukubwa wa mwili, bali walichaguliwa kutokana na ugumu na hatari ya kuwawinda kwa miguu, na mwishoni mwa miaka ya 1800 na mwanzoni mwa miaka ya 1900 Afrika ilikuwa kivutio kikubwa kwa wawindaji kutoka Ulaya na Marekani. Katika kipindi hicho, wawindaji waligundua kuwa kuna wanyama watano ambao walihitaji ujasiri mkubwa, uzoefu na silaha madhubuti ili kuwawinda kwa mafanikio. Hapo ndipo neno Big Five Game lilipoanza kutumika. Na hivyo hakukuwa na mtu mmoja aliyesajiliwa rasmi kama mwanzilishi wa neno hilo. Badala yake lilitokana na matumizi ya pamoja ya jamii ya wawindaji wakubwa wa kipindi hicho. Watu wengi hudhani waliitwa hivyo kwa sababu ni wanyama wakubwa zaidi ya Afrika, na hilo wala si kweli. Sababu kuu zilikuwa ni hatari kubwa kwa wawindaji, ugumu wa kuwafuatilia, uwezo wa kujilinda wanapojeruhiwa, uwezekano mkubwa wa kumuua au kumjeruhi mwindaji, lakini pia umaarufu wao miongoni mwa wawindaji wa kipindi hicho. Sasa kwa nini sio twiga, duma ama kiboko? Hili ni swali ambalo huulizwa mara nyingi. Ingawa kiboko ni hatari sana, duma ni mwepesi sana na twiga ni mrefu sana, hawakuingia kwenye orodha kwa sababu hawakuhesabiwa kuwa miongoni mwa wanyama watano wagumu zaidi kuwinda kwa miguu wakati huo. Hivyo moja kwa moja vigezo hivi viliruhusu ugumu wa uwindaji, si ukubwa wala umaarufu, ingawa wanyama hawa walitambulika zaidi kwa utawala na sifa zao, ambapo simba, mfalme wa pori, alikuwa ishara ya nguvu na uongozi kwa maelfu ya miaka, na katika tamaduni nyingi za Afrika simba huonekana kama mnyama wa kifalme. Kwa uwezo wake wa kuwinda, nguvu zake na tabia yake ya kutetea eneo lake vilimfanya awe mmoja wa wanyama waliowaogopesha wawindaji zaidi. Chui, mwindaji wa siri, alitambulika kama mnyama mwenye ujanja mkubwa zaidi miongoni mwa Big Five. Ni mgumu sana kuonekana na hupenda kuwinda usiku. Ujanja wake na uwezo wake wa kujificha ulimfanya kuwa changamoto kubwa kwa wawindaji. Tembo, jitu la Afrika, ndiye mnyama mkubwa zaidi wa nchi kavu duniani. Uzito wake mkubwa, nguvu zake na meno yake marefu ya pembe za ndovu vilimfanya kuwa mmoja wa wanyama waliotafutwa sana na wawindaji wa zamani. Nyati, mnyama hatari zaidi. Wataalamu wengi wa pori humchukulia nyati kama mmoja wa wanyama hatari zaidi ya Afrika. Anaweza kushambulia ghafla na hujulikana kwa kutoroka kisha kurudi kumvamia adui yake. Kifaru, askari wa pori. Kifaru ana uwezo mkubwa wa kukimbia licha mwili wake mkubwa. Ingawa macho yake si makali sana, uwezo wake wa kunusa na kusikia ni mkubwa. Kabla ya kuunganishwa kwenye kundi la Big Five, kila mnyama alijulikana kwa jina lake la kawaida kama simba, tembo, chui, nyati na kifaru. Neno Big Five
lilikuja baadaye kama jina la pamoja la kundi hilo la wanyama watano. Katika karne ya 20, mtazamo wa dunia ulianza kubadilika. Badala ya kuwaua wanyama hawa kwa ajili ya nyara, mataifa mengi ya Afrika yalianza kuhamasisha utalii wa kuyaona maumbile. Leo watu huwapiga risasi Big Five kwa kamera badala ya bunduki. Neno Big Five limegeuka kuwa nembo ya utalii wa Afrika. Hadi leo Big Five bado ni kundi maarufu zaidi la wanyamapori duniani, huku sababu zikionekana kuboresha, na leo wanathaminiwa kwa umuhimu wao wa kiikolojia, kuvutia watalii, kusaidia uchumi wa nchi nyingi za Afrika, kuwa alama ya uhifadhi wa mazingira, kuongeza uelewa wa watu kuhusu wanyamapori. Big Five huchangia mapato ya utalii, ajira kwa wananchi, utafiti wa kisayansi, uhifadhi wa mazingira, elimu kuhusu wanyamapori. Nchi kama Tanzania, Kenya, South Africa na Botswana hupata wageni wengi wanaotaka kuwaona Big Five. Katika ulimwengu wa leo, Big Five wanatajwa kama mabalozi wa wanyamapori wa Afrika. Watalii huota kuwaona wote watano katika safari moja. Wataalamu wa mazingira huwatazama kama viumbe muhimu kwa mfumo wa ekolojia, huku jamii nyingi za Afrika zikiwaona kama sehemu ya urithi wa bara lao. Big Five si tu kundi la wanyama watano, ni sehemu ya historia ya Afrika, utalii wa kisasa na juhudi za uhifadhi wa mazingira. Ingawa jina lao lilizaliwa katika enzi za uwindaji, leo limekuwa alama ya heshima, uhifadhi na uzuri wa wanyamapori wa Afrika. Simba, chui, tembo, nyati na kifaru wameendelea kuwa nyota wa savana za Afrika, na huenda wakaendelea kuwa Big Five kwa vizazi vingi vijavyo kutokana na umuhimu wao mkubwa katika mazingira na utalii wa dunia. Endelea kutufuatilia Connect Safari Africa Limited, Safari Beyond Boundaries, kwa mengi zaidi katika mitandao yetu ya kijamii, yani Instagram, Facebook, YouTube kwa jina moja tu la Connect Safari _Africa.